Hello. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy? Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6, QT, A-level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo topa Dar es Salaam, karibuni nyote. Ya wadau, mambo vipi? Habari za kwenu? Leo tunakuletea taarifa zinazohusu wa Stellenbosch ambao wapo kule Afrika Kusini. Wachezaji wao hatari, lakini vile vile pia namna ambavyo wanaweza wakadhibitiwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Tunaitazama Stellenbosch wakiwa katika ubora wao mkubwa, lakini mchezaji wao pia kuchungwa sana ni yule Salibanku, ambaye yeye Salibanku waliwahi kucheza pia ama kupita pale Marumo Galaxy, wakati pia tunaikumbuka hiyo Marumo Galaxy waliwahi kucheza na Young Africans kama unakumbuka. Lakini pia yupo mchezaji yule ambaye anaitwa Ture, mmoja wa wachezaji wazuri kabisa ambao wanafanya vizuri. Lakini kwa faida kubwa ama udhaifu ambao utajitokeza kwa Stellenbosch ni kwamba golikipa wao ambao walikuwa na mtegemea kwa muda mrefu na amekuwa akiokoa michomo mengi sana katika ubora mkubwa, hatocheza, na hivyo watamtumia golikipa namba 2. Kwa hiyo kiangalia yule golikipa namba 1 amekuwa akitumikia adhabu ya kadi za njano, kwa hiyo atakosa mchezo huo wa Jumapili kati yao na wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini klabu hii tukizidi kuichimba kama katika nafasi ambazo tunaipepeta na kuiangaza, tunagundua inamilikiwa pia na tajiri mkubwa sana kule Afrika Kusini. Yaani katika uwekezaji kwa sasa inatajwa huenda wakaja kwa kasi zaidi mara baada ya kutoka Mamelodi Sundowns, sasa wakafata wa Stellenbosch. Maana yake ni nini? Ni kwamba wanakuja kutaka kuteka soka la Afrika Kusini, lakini vile vile pia wanakuja kufanya kutambulika katika nyanja za kimataifa ama masuala ya kisoka kimataifa. Na ndio maana nguvu kubwa ambayo kwa sasa wameiweka kwenye shirikisho ili kuweza kupata matokeo mazuri na ikiwezekana kuweza kuchukua ubingwa. Na ndio maana unaona umemvua ubingwa Zamalek ambaye ndio ubingwa mtetezi wa kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Hii inaonyesha ni kwamba ni wachezaji ambao ukifanya mchezo ama ni timu ambayo ukifanya janja wanaweza wakakudhuru, wakakusababisha matatizo makubwa. Lakini ni klabu ambayo inatajwa kwamba haina wachezaji wa kongwe, yani haina wachezaji wenye umri mkubwa sana, yani umri wao ni wa wastani. Ukiangalia kwa haraka wachezaji wengi pale umri wao ni kuanzia miaka 20 mpaka kwenye 27, 28 wanaishia hapo. Hakuna mchezaji hata mmoja mwenye umri wa miaka 30 ama 29. Kwa hiyo wanaishia 28 kuja mpaka kwenye 20 hapa. Na ndio maana unaona wengi wana nguvu kubwa, wanakimbia kwa muda mrefu katika uwanja, lakini vile vile pia ni wachezaji ambao wana kiu na ubingwa, kwa sababu wengi wao wengine wamepandishwa kutoka timu yao ya vijana na kuletwa timu kubwa ya Stellenbosch, lakini bado ikiwa katika ubora mkubwa. Lakini hivi karibuni pia tumeona kwamba ndio timu ambayo pale Afrika Kusini ukitoa Mamelodi Sundowns katika masuala ya academy bora, basi uweze kuiacha pia kuizungumzia Stellenbosch ambao wakiwa na academy nzuri sana yenye uwezo mkubwa sana, inatoa vijana kila mwaka au kila msimu wanauza vijana wengi kweli, na wengine wanawapandisha katika timu yao kubwa. Kwa hiyo kwa ufupi ni timu ambayo haina mashabiki wengi kwa sababu ni mpya tangu kuanzishwa kwake mwaka 2019. Ukiangalia ni miaka michache kutoka 2019 mpaka sasa, maana yake ni 2025. Hebu piga picha, ni miaka michache sana. 19, 20, 21, 22, 23, 25, miaka 5-6 tu hapo. Tayari mabwana wao wanataka ubingwa wa Afrika kwa sababu tajiri ambayo wako naye ni tajiri mkubwa. Ni kama vile tuseme hapa Tanzania Mo Dewji ama Mo Dewji wanamuita hivyo, ambapo anaibeleke Simba. Lakini katika kitu ambacho tunakiangazia katika udhaifu mkubwa ni timu ambayo inafungwa zaidi kuliko kufunga. Yani ni timu ambayo inafungika zaidi kuliko kufunga.
katika mechi zao 10 za mwisho kucheza katika michuano kadhaa wa kadhaa, tunaona wamefungwa zaidi kuliko kushinda. Wakifungwa kwa wastani kwa kila mechi goli moja, maana yake wamefungwa goli karibia 10, lakini wakishinda goli 8. Maana yake inaashiria kwamba ni timu ambayo inafungwa kwa kila mchezo, lakini nayo inaweza ikapata goli. Kwa hiyo kwa kuliona hili, nadhani kama Simba watachanga vizuri karata zao, wataweza kupata matokeo. Udhaifu wao mkubwa ni timu hiyo ambayo inafungwa zaidi kuliko kushinda, lakini vile vile pia wamekuwa sio watu wa kupenda kupishana na timu pinzani. Labda waanze kufungwa, ukishafungwa huwa wanakuwa wakai nyuma ya mpira tena, badala yake wanakuwa wanaongeza kasi ili kuweza kutafuta bao la ushindi, kusawazisha mabao la ushindi. Kwa hiyo ni timu ambayo inatumia pia counter attack sana mara nyingi. Ni vijana ambao wengi wana kiu kubwa kupata mafanikio. Kwa hiyo udhaifu wao mkubwa ndio huo, na wanatumia sana wings za pembeni kuweza kuanzisha mashambulizi yao. Mpira ukitokea pembeni, kushoto ama kulia, unaletwa katikati, wanafunga. Kwa hiyo wana vitu vingi ambavyo bado kwangu ninaiona Simba inaweza ikapata matokeo kama tu itachanga vizuri karata zake. Asante sana, na hii tumekuletea tu kuweza kuwafahamu kwa kina hawa Stellenbosch ni kina nani. Lakini lingine, mpaka usiku huu bado Simba wanaendelea kufanya kampeni zao kule visiwani Zanzibar. Ahmed Ally yupo katika vijiwe mbalimbali usiku mzito huu, akiendelea kuhamasisha mashabiki wao kujitokeza kwa wingi katika mchezo wa Jumapili kununua tiketi. Yani mpaka anaonekana amechoka kabisa, lakini yote ni kwa sababu ya kuisupport Simba, kuhakikisha watu wanajaa uwanjani na kuweza kuanikiza kwa sababu ya kupata matokeo ambayo Simba wamekuwa na kiu kubwa sana kuweza kupata matokeo haya. Kwa hiyo mpaka tunazungumza, Ahmed Ally yuko mtaani. Kuna klipu moja zinatanda katika mitandao ya kijamii, yupo katika mitaa mbalimbali akiendelea kuzungumza na mashabiki mbalimbali kwa sababu ya kujitokeza kununua tiketi ili kuweza kujaza Amani Complex na kuwafanya Simba wafurahie katika mchezo huo mkubwa kabisa kombe la shirikisho barani Afrika. Vipi itakuwaje? Basi endelea kusalia nasi, subscribe channel yako Costa TV, share, like, comment ili uendelee kuwa kwanza kufurahia na kupata taarifa zetu kemkem za kibichezo, za kisiasa na hata habari mbalimbali ambazo zitakuwa zingine zinachomoza na tunakufikishia. Mimi ni Generator.